Mimi nasema hivi, huu mkoba ambaye unamtaka, basi amke ende akakae pale tumalizane na hii tabu jamani, au asemaje mzee Maseko? Ndiyo kweli. Lazima apewe mtu anayehusika nao. Sasa wakubwa ndio nini? Kama nini ndio wakubwa? Ni kupanga tu nani mnampa au umemchagua nani? Apewe huu mkoba ili akaanze kushughulika nao. Rashidi kaa. Kaa hapa. Rashidi kaa pale. Babu nilifuate. Mchonjo. Mjomba. Mimi sitaki bwana. Babu njoo hapa. Shangazi mimi sitaki. Mjomba ni mambo. Atachukua. Haya ni mambo ya mila na desturi. Wewe nenda tuwasikilize wazee alafu baadaye tutajua mambo mengine yanayofuata. Yaani sisi hapa kwa yako. Ashituka nini? Mwangalie mtoto anavyoshituka. Sijui anashituka nini. Kinachomwogopesha kitu gani hata sielewi mimi bwana. Mayolo mawe. Mayolo mawe. Mayolo mawe. Mayolo mawe. Kaa kama timkoba. Kaa kama timkoba. Sitaki. Jamani, nimesema kaa kama timkoba. Mimi sikubali. Sikiliza Rashidi. Ndio mila na desturi zetu hizi. Tutafanyaje sasa? Shangazi, babu, mama mdogo. Hivi baba wangu nikiwa mdogo akunifundisha hizi vitu. Leo hii eti nimekuwa mtu mzima sijui chochote. Hata dawa tu ya kumpesha mtu akimwatua siwezi. Rashidi nisikilize. Rashidi sikiliza vizuri nikwambie. Uliumwa wewe watu wakachanganyikiwa umepelekwa hospitali yote Tanzania nzima hii. Hii Mangube hii. Baada ya kuumwa sana wewe mimi nilikuja nikafuata huyu simpati hasira wewe. Nikaja nikachukua mavubo kwa Mangube nikakutilia nikaja nikakunambisha ukasimama. Leo unaniambia unataka kumkubali Mangube wewe watakaje hivyo unavyotaka? Hii tukui itatumaliza. Ataka atachukua hataka atachukua. Mimi sitaki uchawi. Alafu Shangazi nisikizeni. Mimi ni Rashidi ni mtu na mdogo wake. Sisi ni familia moja. Ni bwana nilisimini huo mkoba ni uchukue. Mimi unanifaa. Haujafai wewe. Huyu mwenyewe kwanza pia hajatulia. Atapewaje mkoba? Mkubwa unakwenda kwa awamu. Na wewe mkoba sio kama utajua kila kitu. Vitakuja vyenyewe usiku utalala utapata njozi. Babu. Niambie. Nachosema hivi ni kwamba baba baada ya kuacha mali angeacha ng'ombe au nyavu nikavue. Au nyumba nilisi. Leo nilisi uchawi. Si lisi uchawi. Lazima uchukue. Wewe unakustahili uchukue. Babu sitaki. Sitaki. utachukua. Rashidi sitaki. Utakutafuna kwa kwenda nakwambia. Hata kwenye gari la kufuata huko wewe. Mjomba. Rashidi pumbavu. Mamdogo na shangazi. Mizimu ya mababu. Tumevuka bahari sisi tunatoka kwenye mzimu mdogo ule wa kule kisiwani. Tumefika kule hakuna kilichofanyika. Leo nimekuja hapa kwenye mzimu mkubwa ambao tumeachiwa. Leo mzimu mnatukataa. Nakataa kabisa mzimu kutupokea jamani. Nalia mimi kwa uchungu. Nitafanya nini mimi? Aliyekuwa anatakiwa ni Rashidi. Rashidi naye anakataa. Nitaenda wapi mimi?
Anataka uganga huu Mangube atatuuza jamani. Namiombeni jamani, mizimu mtuaibike jamani. Namiombeni wazimu jamani, munipokee jamani. Nitakwenda wapi mimi? Huku ni mjini. Ninapokwenda watu wenye kubwa jamani, nitaenda wapi mimi? Namiombeni mizimu na nafanya nini mito mkubwa? Tumeachiwa hii ulisi. Huu ulisi wa bababu jamani. Hebu nisaidieni. Watoto wakubali, kama basi hawataki basi nipate mimi. Nichukue kuliko nitawamaliza mpaka wanangu jamani. Nafanya nini mimi jamani? Nisaidieni mizimu. Taire apewe Mangube. Basi kama ni wa Mangube basi mwotesheni aone, lakini huyo atakutuuza baya 10 na baya Usagara yote atakutuuza jamani. Lakini Rashidi angechukua alhamdulillah, angetuelekeza njia jamani. Zikia uchungu mizimu, nipokeni basi, nipokeni mizimu. Simama ndugu zangu, mambo yenyewe mishumaa imekataa mimi. Mnaona wenyewe jamani, tutafanya nini? Tutaisha kufa jamani, tutaisha kufa. Mizimu ile imekataa. Ni kwamba baba, hutakiwi mwanangu, hutakiwi. Vimezivika vitu vyote. Lakini mamdogo, mimi sina tatizo. Ndio kuna tatizo, mizimu haikutaki. Lakini mizimu ndio imeshakukataa. Sasa tutafanya nini? Kama mizimu imemkataa, lazima akatafutwe Rashidi popote alipo. Haswa tumtafute Rashidi, ataka apewe Rashidi, hataki apewe Rashidi. Kwa hali hile, yani pia Mamdogo, huyo Rashidi asitafutwe. Rashidi kashakataa uganga, kashakataa. Kwa nini mnamlazimisha? Mambo yote nyinyi ndio mnadekeza. Kama mtu kachaguliwa na mzimu, sasa mnamchagua mtu mwingine na mzimu hautaki. Mkaanza kutusumbua tu nyinyi wazee. Nimesema hivi. Kwani kwa sababu gani asitafutwe huyu? Ataka Rashidi. Atapata uganga, hataki. Atapata uganga. Akatafutwe. Sikilizeni kwanza. Nimeshazungumza hivi. Kwa hivyo ndio nifanya hivi. Akatafutwa aletwe hapo. Msihangaike jamani, subiri hapo unaenda kweli. Mamdogo, huyo Rashidi kashakataa. Subiri nasema. Nakuja sasa hivi. Rashidi amekataa huyo. Ngoja natafuta huko kwa nini? Rashidi hawezi kuja, Rashidi huyo mamdogo. Mambo madogo haya shangazi akusumbue siku zote. Ngoja kumchukua. Mmemleta. Mwenyezi Mungu mkubwa jamani. Mwenyezi Mungu mkubwa jamani. Mmepata rudika. Asikae kitema kwa. Alikuwa na mpaka kwa kuondoka. Akitema goti mdogo. Unaona kwanza? Wewe nisikilize. Unaona maji yanakuja kwa ajili ya mzimu. Kwamba umekubali. Ndio maji yanakuja hapa na tumesha. Kwa hiyo tuli hapo. Hapo mambo haraka. Pia. Rashidi, kita magoti mwanangu. Kita magoti. Uwa jamani. Kama. Kita magoti. Usipembeleze kamata, maji yanakuja. Ai. Simba nyimbo tumkabidhi mtoto jamani. Wewe unakau. Unaona kazi? Tairi.
uganga oa oa uganga 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 aya oa uganga uganga oa oa uganga uganga oa oa uganga uganga oa oa uganga uganga oa oa uganga Kamateni jamani, mkamateni, tutakufa sisi jamani. Hamjui kwa huko tulika tuko kwenye mizimu. Sasa mkimwachia akienda sisi tutaisija jamani. Tutaisha kufa jamani. Jamani mwachamu gani jamani? Sina la kuongea zaidi ya natamani kusikia kutoka kwako. Maana nimehangaika sana. Msichana mrembo sana. Usinishike. Mimi Debora. Wewe ongea tunakusikia. Debora, mbona unapenda kuniwekea mipaka mimi kila wakati? Hoja nafsi yangu nazidi kuisononesha sana. Nipe basi angalau nafasi. Hata kushika mwili wako unanikatalia. Nitakuwa mume wa design gani kwako? Natarajia kuwa mumeo, sasa hata angalau nishike hata kitu kidogo basi chako hutaki. Sikiza nikwambie. Yaani iko hivi. Unaweza ukanipa nafasi ya mwezi mmoja tu ili nikae nikuangalie unichunguze mimi alafu nikuchunguze naye. Unalionaje hilo? Mwezi mmoja? Ndio. Mwezi mmoja. Ulikuwa unataka kwa muda gani? Debora, mbona unifanya kama mtoto mdogo mimi? Mimi ni mtu mzima mwezio. Na ninachokizungumzia nazungumzia hisia kutoka moyoni. Nakupenda. Na usipende kunihukumu mimi kama na mwingine. Sawa? Hata mimi nazungumzia hisia. Hisia gani za mwezi mmoja? Hebu kuwa serious basi. Kwani siko serious? Huko makini kwa hili Debora. Nisikilize. Nyinyi wanaume mko hivi. Mnapokuwa na shida, mwanzo mnakuwa watu wazuri sana. Lakini ukishatimiza lengo lako, sio kiango wewe unakujua. Sijui unanielewa? Sawa. Watu wanatokozana tu. Bakari kaptokoza demu wake juzi tu hapa. Kaptokoza juzi, wamemalizana kila kitu na sasa hivi ana enjoy mtu wako geto wenye enjoy. Mimi na wewe nabishana na wewe, huu ni mwezi wa pili. Ajusha mwezi mmoja, utaniambia miezi 6, mwaka utapita. Jambo moja tu, mapenzi, mahusiano mwezi mmoja. Mbona kana natongoza malaika vile jamani? Basi sawa. Ombi langu umelikubalia, haujalikubalia? Manisa sio. Amina milele. Habari ya mzima? Nashukuru. Samani. Mambo unaichi kidogo na mazungumzo na dada. Sawa. Sijakuona ibadani, ulikuwa wapi? Ni kweli, nilikuwa niko busy kidogo. Busy mpaka kusababisha usiende ibadani kweli? Hapana Epi. Naomba unisamehe kwa hilo. Biblia inasema kwamba tufanye kazi siku 6. Siku ya 7 ni siku ya Sabato ya Bwana Mungu wetu. Kwa hiyo natakiwa mimi na wewe twende ibadani kumtukuza Mungu. Mfeli wapi? Mumkaribishe shetani. Na yule ndiye ukuta mpo naye ni nani? Yule kijana mimi ninaishi naye kibiashara. Sasa nilikuwa naelewana naye kidogo, kuna vitu kwa tuna Hapana, Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka 20. Neno la uzinzi. Wanaume hawa, yule mwanamume aliyemuona, anaweza kurubuni kwa kitu kidogo sana. Alafu akisha kuchezea tu, basi anakuacha. Na ukumbuke kuna maambukizi mengi sana, magonjwa ni mengi. Kwa hiyo kuwa makini mno. Nakupenda sana binti yangu. Asante, nashukuru. Kwa hiyo jitahidi sana kuja ibadani. Basi asante Daepi. Amina, nashukuru. Haya. Kwa mambo aliyoyafanya, kwa mambo anayoyafanya, kwa mambo atakayoyafanya, atabaki kuwa Mungu. Kwa mambo aliyoyafanya, kwa mambo anayoyafanya, kwa mambo atakayoyafanya, atabaki kuwa Mungu. Mungu ni
Yaani wanishangaza sana. Yaani mimi mwenyewe palipo nimechanganyikiwa njia nzima kutoka huko na kutoka Mwahako mpaka hapa nilipofikia. Nazungumza mimi kama mkichaa. Lakini mimi nikajiuliza, pengine kakangu kama ndikiwa ile ndundu, siwezi kujua kwa sababu wanawake twaweza. Sasa leo aniuliza mimi unaniambia sijui yule kaufanya nini, sijui kafanya nini. Nimeuliza nyie na ndugu hiyo. Ukiniambia hivyo sasa unanitafikia nini? Kama unanipashi dadangu. Unaona? Habari vipi? Kitanda kile haramu. Lakini tujiulize tunafanyaje? Mimi na yule hataki na anayetaka na hatakiwe yule mkoba. Tunafanyaje basi umetoka asubuhi yanumiza kichwa. Sasa kama kupandikia na usina nini hapa? Nisikize kwamba kinaambia kitanda kile haramu kwenda kile haramu. Lakini ingekuwa anatokana na sisi. Bibi angeukubali mkoba kwa sababu mkoba ni wa kwetu. Yale mambo ni ya kwenu. Kwenda huko. Kwenu huko kama karisi kwao. Na nerisi mtu anazidi. Sio kama kwetu sisi. Usinitafute mimi ukanitawaza kabla sijamaliza kunya. Unasikia? Mimi pia nina uchungu kushinda wewe. Na yule ni mwanangu. Hata kama ni mwanangu, mwana dadangu. Ukinipitisha huko unanitafiri. Umenifahamu? Mimi pia na uchungu atakasema alinani, kwa nini singechukua mwanadagu mwingine? Lakini haumtaki na une hataki. Tunafanyaje hili swala? Sasa ukiniambia kwamba wewe manake sijui kasingiziwa, kafanya hivi, halala kitanda hili. Tena mkajiuliza huko. Usitafiri bibi, nisikilize vizuri nikwambie. Kwenda zako. Unalipi? Wewe mwenyewe unajibu masuala ya kwenu. Kwenda huko. Kwenda huko. Una lolote bibi? Una nyoo mwenyewe. Namshukuru Mungu Happy kwa kubali wito wangu na ukaweza kuja hapa tukaonana. Lakini mimi na mambo mawili au moja au matatu. Hapa kijijini nimekuona wewe. Nahitaji kuanzisha maisha, na maanisha kwamba mke wa kuishi naye. Sababu mke ndio maisha. Na katika kuangalia kwangu kote, mwanamke ambaye nitaanza naye maisha, nitayemuoa na ninayempenda ni wewe Happy. Ninaona katika familia yenu kuna maagano yanakufuatilia wewe. Ni kweli si kweli? Unamaanisha nini ukisema maagano? Maagano ni mambo ya nguvu za giza yanakufuatilia. Naonyeshwa na shuhudia na Roho Mtakatifu kabisa. Mimi sikatai kuhusu swala la ushirikina. Lakini ninachokijua familia yangu mimi na ukoo wetu, au babangu alikuwa mganga au alikuwa mchawi, yule ni babangu. Lakini mimi kama mimi Rashidi, mimi ni mmoja wapo ambaye ninapinga sana swala la uchawi. Na kama ungekuwa unaona kitu ambacho ninachokipinga, basi ni uchawi. Kwa hiyo unaponipenda mimi, unanipenda mimi. Upendi kwamba ninaipenda hapa ni familia, unanipenda mimi. Kwa hiyo nichukue mimi kama mimi. Huo uchawi ni wa familia, huo uganga ni wa familia. Lakini mimi si ukubali uganga kwa sababu ninachoamini kabisa uchawi mimi siwezi kuulisa. Kwa hiyo familia yangu sio wewe ndio uliyokupenda. Uchawi wa familia sio wewe umekupenda. Aliyekupenda hapa ni Rashidi. Nafikiri umenielewa vizuri. Kwa sijakataa. Ila aliyekupenda hapa ni nani? Rashidi. Mimi jina la Rashidi kwa kweli nimezaliwa nimekuta wazazi wangu ndio wananiita Rashidi. Najua unamaanisha nini, lakini hili jina mimi nimekuta naitwa Rashidi. Lakini haya maisha nayo ya ndani ya kwangu mimi. Niko tayari kwa lolote ili kuona kwamba familia yangu inakwenda na maisha yangu yanakwenda. Kwa hiyo mimi Mungu namwamini. Sijui umeelewa, hata pumzi ninayovuta ni kwa sababu ya Mungu. Kwa hiyo siwezi eti kushindwa kuja kwako kwa sababu ya wewe ni mlokole na hapa kijini najulikana Happy wewe ni mlokole. Kwa hiyo mimi niko tayari kwa lolote. Sawa, mimi nimekuelewa Rashidi. Je, upo tayari kuokoka lakini? Uwe mlokole, maana mimi nimeokoka. Mimi ni Mpentekoste. Sawa. Kwa hiyo sitamani kwenda kuolewa na kijana ambaye hajaokoka. Maana nuru na giza vichangamane kabisa. Hata Biblia inasema. Sawa. Kwa hiyo ninachokuomba, kama upo tayari kunioa mimi, naomba uongozane na mimi, uambatane na mimi kwenye matendo yangu mema. Ambayo tutakuwa tunaenda kanisani, tunafanya nini? Unajua kwa Mungu kuna raha. Ukishakubali hapo sasa, ubatizwe.
Alafu ndo tufunge ndoa. Mimi siwezi kuishi na wewe bila kufunga ndoa. Pia nitafurahi sana siku moja tukiongozana, tukienda kanisani kwa pamoja. Basi sana kwamba unipe muda wa mwezi mmoja ili niingie kwenye maombi, alafu nitakurudishia majibu. Kwa kweli kwa binafsi mimi nijilizisha na wewe na kuachia unichunguze, uniangalie. Sawa, hakuna shida yote. Au? Si baharini hapa jamani. Mitumbwi hapa. Jamani. Kutembea kote usiku kucha. Nakaribia kuna kuja mwangalia mwezi. Siku la kucha sasa na watu wanaongea na maana ndio kumekucha kuja kwenda kuvua. Jamani usiku kucha nimetembea jamani mimi. Jamani. Au nikubali ile mizimu jamani lakini mimi uchawi si utaki. Mungu wangu kama upo naomba unisaidie jamani, uchawi si utaki. Mimi nimetoroka usiku kucha jamani. Hapa bahari kabisa, bahari hapa naiona. Nasikia watu wanaongea hapa, si wavuvi hao. Ngoja niende. Sana. Bora sana. Jamani malizana jamani. Samahani jamani, nilikuwa naulizia nani? Babalani jamani, samahani jamani. Huwa mnajia mjomba wenyewe, unaona makatika zetu kama jia baharini wenyewe, kama utakuchanganya tu mjomba. Hivi unataka haraka mjomba, utakuchanganya. Tusigue samaki mjomba, vipi kwanza atokea wapi mjomba? Sielewi kwa kweli, nimepotea jamani. Naomba msaada, mnashika njia jamani. Mjomba kwa ushapotea tu wewe. Wewe amekuja kutuchea nini? Hapana jamani, hapana. Ndio. Ushangapi tuharibie. Ndio kama polisi tu hao. Yaani uchawi, ukisikia uchawi, ndio ndo mapolisi tu wameagizwa aje kuchunguza tu. Haja njia. Jomba atokea wapi? Atokea bushini. Hajui kama huko baharini usiku kama huu. Au ataka sarau tu. Mwite vibwengo sasa hivi usiku. Mimi nikwambia lakini kama yule hawezi. Sababu mwenye moyo ndo anafanya. Elewa sababu yule jamaa ni kisa. Ni mtu mbali baka. Simpo vitendo. Wewe si fanya. Jamani malizeni. Samahani, nilikuwa nauliza. Nilikuwa nahitaji msaada. Hivi naweza nikapata wapi njia kutokea Babalani? Wewe usiku wewe unaenda wapi sasa hivi? Wajua brother, watu kama hawa ndio hawa majambazi. Hapana, mimi sio jambazi jamani, mimi sio jambazi. Wewe sio mtu mzuri huyu. Sasa wewe usiku unaenda wapi sasa hivi? Mimi jamani sijui niko wapi. Nilikuwa nauliza tu barabara, nitoke Babalani tu basi. Ndio shida yangu. Ulikotoka ujui barabara ilipo. Wewe ukisikia mguu shingo mguu roho ndio hawa. Wewe sio mtu mzuri huyu. Jamani, naomba jamani, muone mna imani ya Mungu. Wewe nasi una akili wewe. Nikisema 1 2 3 tembea. Kwenda.
Umerudi sasa. Umekaa usiku kucha, umekwenda huko, umeenda huko, umeenda huko. Sasa hivi ndo unarudi asubuhi. Asubuhi. Mimi nilikuwa nakuona tu nakuangalia ile. Nikasema huyu atarudi tu. Sasa yako wapi? Hii mizimu kaka Rashidi. Kwani kuna shida gani? Haya mahangaiko unapata aje mahangaiko? Unakwenda huku wewe, unarudi. Hebu kwa mfano, Jogi leo na Simba. Huko kuna wanyama kila na wanyama. Sasa hivi unahangaika unakwenda wapi? Haya umerudi tena hapa hapa. Sasa haya ndio maisha. Hii mizimu lazima yani lazima uchukue mkoba lazima. Yaani unataka wewe utachukua mkoba tu kaka Rashidi. Haya ndio maisha yenyewe. Yaani ningekuwa ni mimi hapa. Sasa mbona ningekuwa niko safi. Wewe unafikiri kwamba ukataa mizimu kukataa mkoba ndio unakuwa tatizo? Hili solution. Sasa kama shida ndio nini sasa? Hayo mizimu bado nakuchanganya mpaka sasa hivi. Nisikilize nikwambie. Inatakiwa ukubaliane na mikoba. Wewe chukua mkoba wa mzee, kwani shida iko wapi? Sasa mkoba hutaki, unapata shida ya dunia, unahangaika usiku kucha, mchana kutwa, jua lako, mvua yako. Yaani bado utarudi hapa hapa. Wenyewe wende bora. Abe. Toka nje bibi. Shikamoo. Marhaba, salama. Salama. Bibi Ali. Nashukuru Mungu. Bibi, kiguu hichi tumekufuata wewe. Hichi kiguu unachokiona je? Tumekufuata wewe. Sawa. Tunakutuma ukamwambia yule ambaye ni padire, ambaye ni Joseph, ambaye ni yupi sijui, wamjua wewe. Achana na sisi. Amwambie mtoto wetu, maana ndio anatuharibia mtoto wetu. Sisi tunashindana kuharibia. Kwa hiyo tutakutuma ukaseme naye. Aache mambo anayofanya. Na bibi sikiliza nikueleze. Yaani huyu kakueleza kidogo mimi ndo nakupasha upashiki. Wewe yule sijui aitwa Sikofu, sijui aitwa Padireni, sijui aitwa na. Wamjua wewe. Sisi tuna mambo yetu, wewe na kiherehere chako, uenda mwambia kitu gani? Ambacho unachokwenda kumwambia wewe. Sisi tunataka tumpe mtoto wetu mzigo. Wewe hizo watujua wewe. Watujua? Achana na hilo bwana. Hapana, huyu bwana aliingia na hivyo umompe tutakwenda tutakula mama yake.
Debora, kulikoni mbona usiku huu? Hata kulala fikiri ningeweza. Kuna nini tena? Kilichonikuta singeweza kulala. Nini? Niko ndani kwa nimejipumzisha. Ghafla nasikia hodi huko nje. Hadi. Hey! Debora, natoka nje. Nakutana na vipande kizi vya mama. Hivyo viwili. Karibuni. Sikiliza nikwambie. Tukutuma. Kwa wewe mwenzio, wamenituma kwako. Umeelewa vizuri? Kwamba wachane na mtoto wao. Tabia ya kutaka kumtorosha sijui ni nani tutamfanya kitu kibaya. Mama gani ambao nisifahamu? Wafahamu? Mama yao sijui nani huyo. Kijana huyo Kashidi. Ndio huyo. Wale mama zao wale. Wamekuja kunitolea maneno kibao. Si wafahamu. Nije nikukanye wewe. Sasa shoga yangu. Kama wajipenda. Naomba wachane na hii mada ya Rashidi. Sawa. Maanisha kwamba ni mwache Rashidi? Hicho unachokifanya ambacho hao hawakipendi ndio wachane nacho. Sio unanielewa? Kijana namfahamu. Ni kweli. Lakini hata kama amekuja kukutuma wewe ujumbe, siwezi kumwacha yule kijana, nitamsaidia. Mimi najiamini kwa sababu vita sio vya kwangu, ni vya Bwana na atanipigania. Si ndio? Sasa nikwambie kitu. Kama ujui vizuri ile familia. Ile familia inaogopewa. Kifupi mimi unavyoniona. Sitakagi masiara na wale. Inaogopewa. Hivi unamwamini Mungu kweli? Alikuchwi. Sijui unanielewa? Nakuelewa vizuri. Kwa makini kwa hilo. Wewe nenda kwambia hivi, siogopi. Siogopi kabisa. Kuhusu kijana wao kwamba kuacha kumsaidia. Siwezi kumuona mtu anaenda kulishishwa vitu. Siwezi. Tamsaidia kabisa. Sawa, hamna shida. Kwa sababu nampenda na nimejitoa kabisa kumsaidia aweze kutoka kwenye pepo. Sawa. Nimekuelewa sasa. Asante na shukuru. Aswaswa kwako ni mapenzi. Ndio anakufanya upambane hivyo. Sindio? Ni kweli ni mapenzi kwa sababu nampenda, siwezi kwenda kwa mtu ambaye bado hajakaa sawa na Mungu. Ndio maana napambania na mtu na maombi. Haya basi misikae na niende. Tunaweza tukafanya maombi kidogo. Maombi? Antina kufanya nyumbani. Hapana. Neno la Mungu linasema watakapokusanyika wawili watatu naye atakuwa katikati yao. Kwa hiyo ni vizuri kwa sababu umeshafika mahali hapa nyumbani kwangu kuniona. Ni vizuri sana tujumuike pamoja kwa neno. Sawa, na shida. Haya, asante. Baba mkono yako, tufumbe macho tuombe. Baba Mungu, tunasema asante kwa wema wako na utukufu. Umetuongoza tukafika muda kama huu Jehova. Umemuongoza mtumishi wako kufika mahali hapa na kuagiza ujumbe wake. Amenipa, nimeupokea sasa na mapenzi yako. Baba, haijalishi kwamba ni vita vya aina gani vinajiinua juu yangu, na vivunja na visambaratisha kwa jina la Yesu. Mikoba yote wanayoiandaa juu yetu na isambaratisha kwa jina la Yesu. Namfunika damu na Yesu Kristo kijana yule. Nahitaji Baba vikwazo na vitisho visiwepo juu yetu Jehova. Tunahitaji msaada wako. Vita si vyetu Bwana bali ni vya kwako Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuwa utakuwa nasi usiku wa leo. Na mkabidhi mtumishi wako atakapotoka hapa nyumbani kwangu na kuondoka kwake. Ukamuongoze. Tunasambaratisha kila nguvu zote za giza zilizoko njiani. Baba, tunasema asante kwa wema yote unayotutendea. Naomba machache Mungu mengi nasubiri kwako. Ni katika jina la Yesu takatifu. Amina. Asante Bwana. Amina. Bariki sana. Asante nawe pia. Nashukuru sana Debora. Haya basi misikae. Asante, ngoja nikusindikize. Usijali. Amina.
Ile shortcut niliyopita si ndo ningeona barabara hapa. Sasa naona basi. Huko ndo kama nimetoka. Shortcut hapa kutambeni pembeni hapa. Wewe kaka, Rashidi. Vipi? Vipi kaka? Vipi kaka? Haya huko kuelekea wapi? Hauone kama hii ni bahari? Kwa hiyo hii umeona kama ndio barabara, njia ya kupita hii? Hii ndio njia ya kupita hii. Kwanza hapa wapi? Hapa ni hapa bado ni kijijini kwetu. Na huko hakuna njia, huko ni bahari. Sikiliza nikwambie basi. Kuna vitu vidogo ambavyo kwa kweli unashindwa kuvielewa. Kwa tatizo la kumiliki mkoba kuna shida gani? Haya yote unashindwa kufanya, haya yote unashindwa kuendelea kwa sababu unakataa kumiliki mkoba. Na mizimu ndio imekuchagua wewe. Tuko watu hawa. Mimi na wewe. Mimi kulisi mkoba siwezi. Huo ndio bishi. Sikiliza ndugu. Mimi kulisi mkoba siwezi. Ila sasa mkoba unanitesa. Unajua mimi nimetoka nyumbani saa ngapi? Hao umetoka saa ngapi? Nimetoka nyumbani mimi karibia ilikuwa saa 1 hivi. Saizi ni saa ngapi? Asubuhi. Saizi saa ngapi? Au usiku? Nimetoka asubuhi. Sielewi. Nisikilize blaza. Ina maana ngoja kwanza. Hapa kwenye akili yangu hapa ni wapi? Hapa tuko baharini, pwani. Kaka, fanya maamuzi magumu. Miliki mkoba. Chukua ule mkoba kwa sababu kwani una athari gani kwako? Unakusumbua nini? Mbona ni vitu moja vidogo sana. Yaani ningekupo mimi hapa, ninatakiwa mimi ningechukua hata leo kwa sababu nautamani na nataka sana ule mkoba. Ndugu wangu, mimi ni kitu cha kuchukua mkoba mimi sikiwezi. Chukua mkoba, matatizo yote yatakata. Yote yatakwisha. Mimi siwezi. Sasa ubisho wako ndio huo. Utakubali uteseke kila siku? Mimi sina namna nyingine. Kwa kweli hii mara ya pili. Mara ya kwanza nimetoka usiku, njia sijaiona. Nikajua leo nikitoka mapema labda njia nitaiona. Nao njia sijaiona. Naishia ndio kwanza hapa kweli napakumbuka. Hapa tamzee sijakuwa navuga samaki hapa. Hapa. Na unakumbukaga dau lake la mwanzo lile kule kwa kalifazi kule lile kule la mwanzo. Ndugu zangu, mimi nashukuru nimekwenda safari yangu salama, nimerudi salama. Lakini nilipoondoka hapa niliwaachia ni jukumu la kumwita Rashidi na kumwambia kwamba mkoba umemchagua yeye. Kwa maana hiyo hakuna kinga wala kafara. Mkoba itabidi yeye awe nao na yeye ndio atakayeongoza, atakayeshika uganga. Sababu ule mkoba sikuanza mimi, sikuagiza mimi. Ule ni watangu jadi. Baba, babu mkuu, wote ule mkoba umepita kwao. Sasa sijui mmefikia wapi. Mmefanya hivyo? Rashidi mwenzangu. Hataki mkoba. Tumemfuata, tukampa kakataa, tukaenda paka pwani huko tukahangaika, mishumaa kakataa, Rashidi hautaki. Lakini mwana rago mmoja hautaka wewe. Lakini mkoba hautaki. Yaani kaka, sikiliza nikwambie. Wewe wazungumza, tumeenda mpaka Jambe, kule alikuwa anatupeleka babu. Sijui tende, sijui harua, sijui vidude gani. Vyote tumenunua mpaka miwa. Nikaongoza wenzangu sisi haya mpaka huko. Na mishumaa ile tukao tuchukua pale kwa Mwarabu. Tumeenda na hebu shangaa mshumaa wewe hauwaki.
Tukatoka kule tumekuja zetu huku sasa, ngoja tuje kwenye mzimu huu mkubwa. Tara pengine kule tumekosea nini? Mashariti. Asubutu. Twafika pale kwenye mzimu tulichokiona anajua Mungu. Hakufanyiki kitu, Rashidi ateleza kama kambale. Sasa maadamu wewe umekuja ulikuwa waijua hayo mambo na maswala wayaelewa wewe. Fanya. Sisi tuko tayari tukusikilize utakachokifanya. Swala sio kuwa mimi mkubwa. Mnaniona ndugu yangu jinsi nilivyo. Wote mwajua afya yangu haikuwa hivi. Nilikuwa sijui nini kinachoning'ong'onoa. Kumbe ni masuala haya haya ya mkoba. Nilikaa kimya kwa kutokusema kwamba nani mkoba unamtaka. Nimeteseka kiasi hiki. Sasa huyu mtoto sio kwamba yeye akipenda ama akitaka au asitake. Hiyo ni lazima Rashidi achukue huu mkoba. Mizimu yenyewe ndivyo inavyotaka. Yaani kaka, tumefanya kila hila, mtoto hataki. Wajua kama hataki? Hataki. Kakimbia mpaka uko pwani kakimbie. Kwa hiyo sasa wewe mida umekuja, na wewe ni mwanamume, na yule ni mwanamume mwizio, ufanye kila hila, jitihada zote wewe ufanye umpe mkoba. Sisi katudharau kwa sisi ni wanawake. Ingelikuwa ni wanaume sisi wanakatudharau sote hapa. Mida umekuja na ndio kiini cha kile jambo, ulifanya ndio swala. Sasa kaka, sikiza nikwambie. Yaani nikikueleza kama utamshika huyo Rashidi, alhamdulillah rabbil alamin. Yaani Rashidi tunavyokuambia, Rashidi hashikiki, Rashidi ateleza. Yaani mimi kaka hapa ninachokiona, tutafute huyo ng'ombe ambaye amefiwa na babake au na mamake au na mjombake. Tufanye hili swala. Manake bila hivyo sijui kama kutakuwa kuna nini kaka. Wewe madam umekuja, kazi kwako kaka. Dada, sikiza nikwambie. Swala la ng'ombe aliyezaa mbele, aliyezaa nyuma, aliyezaa kichwani, hilo halipo. Swala lililopo ni Rashidi achukue mkoba. Basi. Kinyume na hapo, sisi familia zetu kuanzia mimi na nyinyi tutapata hasara. Hapo ni kufa, mimi sitaki kufa. Hasara yenyewe ndio hiyo tunazungumza. Mimi tunazungumza. sikubali kufa, nakwambia shemeji, sifi mimi. Mkoba pe Rashidi. Kaka mimi sitaweza. Sitaweza kufa, dunia tamu. Dunia ni tamu. Sasa wewe huyo Rashidi wako mtafute wewe umkabidhi hayo mambo yako unataka kumkabidhi. Lakini mimi kufa sitaki, naitaka dunia. Sawa. Mimi nitafanya lolote kwa vyovyote ili sisi kwanzia mimi na nyinyi tusipate hasara, tusiathirike. Kazi kwake yeye mwenye. Basi kama ataingia kichaa, ataingia wazimu, atafanyaje, atagongwa na gari, mimi hainihusu wala nyinyi isiwahusu. Alhamdulillah. Debora, nimekuita hapa. Yule rafiki yako anakaa wapi? Rafiki yangu yupi? Kwa sababu nina marafiki ni wengi. Yule mlokole yule Happy. Bora. Happy. Yaani nisikudanganye. Kiukweli. Yaani yule mimi nakwenda nakutana naye kanisani, kwenye maombi na kwenye kwaya basi. Lakini uwezi amini. Sipafahamu kwao. Mpaka hivyo unavyoniona naye mara nyingi. Sipafahamu kwao. Alafu sana. Huyo Happy unamzungumzia si mwanamke wa ndugu yangu? Nafahamu sana. Wana mahusiano Ndio. Najua kwamba wana mahusiano. Lakini sina mni ambaye ilikuwa shida yangu tu kutaka kufahamu yana. Sasa ina maana kaka, hutaki kuniamini kwamba mimi kweli sipafahamu kwao? Au vipi? Najua kama uamini vile mimi sipafahamu kwao. Yaani amini ile sipafahamu kwao. Debora, niambie Happy anakaa wapi? Nimekuchukulia taratibu tu, lakini unajifanya kwamba hutaki kuniambia chochote, si ndio? Debora, na kama unafahamu mahusiano kati ya Happy na kaka yangu mimi, na nadhani hapo unapafahamu anapokaa. Sawa. Mimi nitakwambia. Ila nakuomba tafadhali.
usije ukanitaja kwamba mimi ndo nimekuonyesha kwako. Maana sijajua mpaka sasa hivi unania naye gani mbaya au unania gani naye nzuri. Umeona ile nyumba ile pale? Nyumba ipi? Ile pale. Ehe. Unaingia kwenye zile wavu watu wanakusanya. Ndio. Kwa kulia, ukifika unaingia kulia. Asante sana, nashukuru sana Debora kwa hiyo. Sawa, ila tafadhali nakuomba ni stili. Usije ukaniingiza. Mimi sikuingizi. Mimi sikuingizi. Ila nitamuingiza yule nimfuata pale. Basi sawa, mimi naomba niende. Hakuna shida. Kazi njema. Unatafutwa. Na nani tena? Unatafutwa na mdogo wake Rashidi. Tena utafutaji wake unaonekana si wa kawaida. Kuna nini tena? Sijui. Kuwa makini. Nimeachana naye sasa hivi, nimekimbia mbio zangu zote. Kama nimefanya riadha. Jinsi nilivyokimbia. Anakutafuta. Na anaonekana anakutafuta kwa nia mbaya, sio kwa nia nzuri. Sasa namngojea aje. Simuogopi. Kabisa, simuogopi. Namuogopa Mungu tu. Haya, na kesho gangu mimi kuja kupata taarifa. Sawa, mimi sinajua mimi nayo shoga yangu. Sawa. Haya, habari ndio hiyo. Kumbe wewe ni mbea. Debora, tumezungumza pale kumbe umepata kuja kupata taarifa, si ndio? Sasa lazima wewe. Sikia. Wewe kwako na papamu. Hapa ndo kwa sipajui. Yaani malizane na huyu hapa. Nisikilize. Naomba tena unisikilize kwa makini. Umesikia? Usijifanye ulokole wako wewe ukaingilia familia yetu sisi, sawa? Kakangu anashindwa kufuata bila desturi. Kwa upuzi unaofanya, eti mimi mlokole, mimi mlokole. Wewe mlokola. Sasa nisikilize vizuri. Naomba achana na familia yetu. Naomba achana na familia yetu. Kakangu tu anategemea wakulisi mikoba. Umenielewa? Lakini unachojifanya kwamba ni mlokole kumbadilisha ni kitu ambacho hakitowezekana na hakiwezekani. Milele na milele hakitowezekana. Umemaliza? Siwezi kumaliza. Mimi naweza nikaongea muda wote kama kompyuta. Ninachokuuliza kitu kimoja. Ishi unavyoishi wewe, lakini naomba achana na ile familia. Nahitaji kakangu anateseka sana kwa ajili yako. Anahangaika. Anatembea usiku kucha, mchana kucha. Kisa eti wewe mlokole unabadilisha. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Siwezi kuogopa nyewe kwa sababu ya maagano yenu. Mtamkomboa kutoka kwenye maagano yanayomfuatilia ili amfuate Mungu njia iliyo sahihi, kwa sababu kwa shetani kubaya sana. Kama wewe umechagua kwenda kwa shetani, akuonea huruma, lakini nitahakikisha kaka yako nimemtoa kwenye hiyo. Nakupa onyo la mwisho. Kaka yangu ndio anayeteseka ila sio wewe. Mimi ndio nasikia uchungu zaidi. Na anateseka, sisi tunamwona anateseka, sawa? Wewe huwezi kumfanyia msaada wote yule pale. Kinachotakiwa katika lazima alisi mikoba aliyoachiwa na mzee. Full stop. Nakuonea huruma sana. Kwa nini siulisi ufalme wa mbinguni kuliko alisi mambo ya duniani? Nakushauri hata wewe mwenyewe uweze kumrudia Mungu wako, umfuate kaka yako. Wewe unaonaje? Siwezi kupata ushauri wako. Subiri tukuonyeshe. Nakuomba Mungu usiwe kwenye jambo hili. Wewe pekee ulisema Mungu tukuite na utatuitikia. Na vunje kila roho zote zinazonifuatilia. Angalia pepo wachafu wanavyonifuatilia kuniangamiza kwa ajili ya kuokoa watu wako. Baba, asante kwa kuwa umenivusha na hii jaribu. Naomba nikishukuru. Amen. Sikilizeni, tumetoka Kilingeni. Mambo tuliyokuwa tunakuta kule, yule mtoto kaja juzi tu. Kwa nini tufanye mambo kama haya? Kwa nini tufanye mambo kama haya, tumwachilie kwa nini? Nasema hivi, yule binti anajiona yeye nani wa kumfungua macho yeye yule. Mimi sikupenda hicho kitu kwa sababu alichokifanya sicho. Au wasemaje ndugu yangu? Sasa leo basi wende leo. Leo wende leo kamuonyeshe. Haiwezekana sasa tunaumwa tunakaa hapa dunia kwa ulokole nini kwa? Shangazi, hebu mnisikilizeni.
Shangazi na mama mdogo, hebu sikilizeni. Kwanza yule mlokole ameshafanya kaka Rashidi anaona. Anaondoka kaka Rashidi yule. Anaondoka lakini nisikieni vizuri. Kwa mlokole pale hapaingiliki. Pale ni pagumu. Subutu. Pale ni pagumu. Mimi naambieni kabisa, mimi ndo Mangube. Mangube Gimbi. Mangube Gimbi. Nawaambieni pale hapaingiliki bwana pale. Wewe mtisha nani? Yule mtoto ni hatari. Bwana, ukijua huu, uweza kujua huu. Hapo kazi itafanywa. Tena leo dada nenda. Wewe hivi wewe leo nenda. Mimi nitaka nyumbani nisikilize matokeo. Mimi nasema hivi, si unaona ile ngoma niliyochukua ile? Wewe nenda kwanza, kuna ngoma kuchukua, wewe nenda. Nataka niende leo usiku nikamfanyie kitu hata kuja kukisahau, manake nikiingia pale atazimia mwenyewe kabla kuona hivyo ninavyotaka kuja kufanya. Unaona hapa tulivyo. Sasa shangazi sikia. Basi nataka tuendote hiyo safari usiku. Mimi nitakaa pale mbele. Yaani nakuwa mimi ndo dereva sasa na kuendesha wewe. Ili twende ukaangalie shughuli yake pale. Nisikilize. Habari za watoto wa kike, wenda watoto wa kike. Hawe na hiyo mibange. Unaenda pina manake utataka uvute, utataka ili natakiwa ukishika ule ongo ile ukoza hapa. Yaani unaona usiai kuona ndege wewe. Ukoza hapa. Waminya, washusha, waleta. Ukoza hapa. Waminya, washusha, waoyona hiyo. Yaka. Yaja. Alafu habari za kike zamalizika, mtu wa kike ngero mwanae ungepandishwa, mwache huyo aende, mambo yakwisha. Happy. Unajua umenishtua sana nilivyoona simu yako. Na sijakuzoea kuongea vile hata mama. Nimeshtuka. Kuna nini? Mimi nimekupigia simu. Inayohusiana na yule ndugu yako. Ndugu wako yule. Amekuja asubuhi. Ndio. Kaja kwa kusoka kwa kwepa jazba kubwa. Akaniambia, "Hivi wewe ndo epi?" Nimeanza. Nikamsikiliza, nikamwambia, "Mbona unisalimii?" Salamu kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Akasema, "Bwana asifiwe ya nini? Hebu achana na mimi." Mimi nimekuja kukuonya, achana na mdogo na kakangu Rashidi. Yaani mimi? Wewe mwenyewe. Achana na Rashidi. Nikamwambia, Rashidi yupi? Huyo unayemfanya yeye aache kupokea vitu vya wazazi wetu, anakufuatilia wewe. Nakuomba sana. Nakuomba mno. Hebu achana na huyo kakangu. Sisi tunahangaika kwa sababu yako. Yule kakangu anakuhusu nini wewe? Nikamwangalia baadaye nikamjibu hivi. Kakako sitoacha kumsaidia. Ndio. Kwa sababu njia anayotaka kwenda huko, nyewe mnayotaka aende huko, sio njia sahihi. Sawa kabisa. Kwa hiyo nitahakikisha kabisa nimemtoa kwenye hicho kifungo ambacho ni cha giza. Nahitaji aokoke. Nawe pia nakushauri kama inakupendeza uweze kumfuata huyo kakako, muachane na mambo ya mikoba. Mungu anakataa kabisa. Akasema wewe unajifanya mlokole sana. Kanyamanza tu, maana ameongea maneno machafu ya kashfa. Kwa sababu sisi watu tunayemwamini Mungu tuweze kubeba hasira, maana hasira ukaa kifuani mwa Mungu. Basi nikamwambia nimekuelewa, lakini mimi sikuogopi, namuogopa Mungu tu aliye juu. Sawa. Kwa sababu ndo anayenipigania na anakupambania na wewe pia. Na mimi nitatumia kwa njia zote ninazoweza ili niweze kumsaidia nani? Kakaako. Sihitaji apokee mikoba. Akasema ndo hivyo nimekwambia nitakufanyia kitu kibaya sana. Nikamwambia hata sikuogopi, fanya unavyoweza, lakini Mungu ndo mtetezi wangu. Najua nitashinda vita. Nilipomwambia hivyo akaja kanipiga shingoni. Kabisa mdogo wangu. Huyo. Hakukuumiza? Hapana, hajaniumiza, namshukuru Mungu kwa hilo. Basi nikaanza kuomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baadaye nilipokemea kwa jina la Yesu akakimbia. Ndio kupona kwangu. Nikasema haya, Mungu ni mwema kwa sababu amenipigania na hajanidhuru. Basi aende. Nikamshukuru Mungu kwa pale alipo. Baada ya kuondoka nikamshukuru Mungu. Basi nikaingia zangu. I say happy, pole sana. Asante. Unajua mimi napambana na hichi kitu. Kuhusu uchawi, kuhusu mikoba, kuhusu hayo maagano yao. Kama nilivyokuambia mimi siwezi kuchukua. Na usichukue kabisa, ni hatari. Kwa sehemu kubwa yapi mimi nakushukuru. Ni kweli ni kuanzia mdogo na nilivyokuwa Mungu namjua. Lakini umeniongezea kuwa karibu na Mungu na kujua kweli, na kweli imeniweka huru. Basi mimi unajua nimeacha nyavu pale, watu wanaenda kuweka nyavu na nimewaacha watu kwenye mtumbwi pale.
ili nikukimbilie. Sawa, ila nina ombi moja. Ndio. Nilikuwa nawaza nikushirikishe hili jambo, tufanye maombi ya siku 3. Sawa. Kwa ajili ya kuwafanyia maombi wale ndugu Sawa. na wazazi wako. Sawa. Ili waweze kuepukana na hivyo vitu hivyo vishawishi vya nguvu za giza. Sawa. Au wewe unaonaje? Ni kweli. Mimi naamini huyu Mungu tuliokuwa naye na Mungu ambaye nimeendelea kumjua kwa kupitia wewe Happy na kwa maombi yako, naamini tukiomba, naamini tukiwakabidhi tutashinda hii vita. Utapata nafasi gani? Hii vita tutashinda. Mimi naamini ni vita tu ambayo yani hii vita ni ya damu. Lakini naamini tukipambana tutapata vita ya damu na nyama. Watatuelewa. Basi mimi nikuache. Lakini hebu nikushushe hapa kidogo. Hapana ipo. Mtumishi. Msho bwana, mtumishi. Njoo bwana. Taratibu. Huyo. Nonoka. Twende. Ndugu zangu, mimi nimefurahi kwamba tumekutana hapa, hususan na muhusika mkuu. Wewe toa kofia lako, kofia unavaa kiuni hapa mbele za wazee eh? Watu wakubwa zako hapa, kwani unavaa kofia kimi eh? Sifanya namna hiyo. Nasema nimefurahi kwa sababu muhusika mkuu yuko hapa. Nilisafiri kidogo nikaacha majukumu kwa ndugu zangu nyewe kwamba mumuite Rashidi na mumwambie kwamba mizimu imependekeza kwamba Mkoba yeye ndiyo mrithi, yeye ndiyo atakaye kuwa nao. Niliporudi mkanambia kwamba amekataa. Nikataka Rashidi aitwe mbele yangu tuzungumze naye hapa, tumueleze nimsikie kweli akatae, alafu anisikie nitakayosema mimi, niseme maneno yatakayohusu mimi. Wewe Rashidi, umeanza hivyo matumatu yako. Usije ukakimbia hapo kasumbua watu. Pia. Usije ukakimbia ukasumbua watu. Sawa? Babu yako anapozungumza mtu mzima huyo. Kwa hiyo Rashidi, uko hapa leo. Ninachozungumza mimi sio kwa niaba yangu mimi. Mkoba ule ni tangu mababu na mababu zetu. Umeanzia mbali mkoba, umekwenda mpaka kusobwa kina babu, mpaka kina baba, mpaka sasa unafika kwetu. Lakini kwa nini mkoba haukunichagua mimi? Umekwenda umezunguka, umeona kwako wewe ndio utue. Mimi nimeteseka sana mpaka kufika hali hii, nimekondeana namna hii. Kwa sababu tu nilikuwa sitamki ama sikuambiwa kutamka kwamba Mkoba mwenyewe ni Rashidi. Kwa hiyo Rashidi, Mkoba ni wa kwako wewe. Yaani umetaka hivyo, utaki hivyo. Utauweka uvunguni, kwenye mchago, kwenye nini, hiyo juu yako wewe, lakini Mkoba wa kwako wewe. Babu mkubwa. Naam. Mimi hichi kikao nilitegemea babu mkubwa ulivyokuja utanitetea mimi kama hivi ninavyofanya. Lakini kiukweli mimi Mkoba uchawi si uhitaji. Msimamo wangu uko pale pale. Mimi nachoamini Mungu pekee ndio mlinzi, sio Mkoba. Sio Mkoba. Mimi si uhitaji. Babu, naomba unisikilize vizuri. Mimi na kaka Rashidi tumezaliwa wawili tu katika familia. Sasa mtu kama hataki kuchukua huo mkoba, hamwezi kumlazimisha. Ila mimi Mangube niko tayari kuchukua ule mkoba kwa kumsaidia kakangu Rashidi. Msimlazimishe yeye. Nipeni mkoba mimi hapa Mangube. Sasa kwa nini yeye apewe nyimbo mlazimishe mimi msinipe mimi hapa? Na vitu unataka kabisa ule mkoba. Huo mkoba haukutaki. Wewe unataka au haukutaki? Mkoba haukutaki wewe kabisa, tena haukutaki kwa sababu wewe waweza ukaondoka hapa ukaenda zako. Nini nimemkuta kwenye kigodoro leo, nataka mumpe mkoba uchichi pia aenda kunywa pombe huyu. Sisi tutakuwa tuna matatizo. Mimi jamani, simo msikimpa mkoba huu tushaisha.
Kwani hebu ngojeni kwanza. Huyu ana lengo lake, ana lake jambo. Anafurahi sana anapokakake anaposema hataki mkoba, anataka achukue yeye. Ili toto mimi naona lina roho mbaya. Nataka liomalize wenzake hili. Nataka kutuua huyu. Huyu hata sumu za kukukorogea. Hili bwana litafanya mambo mabaya makubwa na mazito. Limeng'ang'ania tu mkoba mimi. Wewe mimi sitoi mkoba wala hawa watu wote hawatoi mkoba. Mkoba unatoka kule mizimu ndiyo iliyopendekeza wewe mwendazimu. Haya mabangi yanakupeleka vibaya wewe mtoto na hayo mapombe. Zungumza Rashidi, zungumza. Abu mkubwa. Naam. Naomba nikuulize mpaka sasa una miaka mingapi? Mimi nina miaka 85. Hiyo pumzi na umri nani amekupa? Nani gani anakuwa? Ana adabu. Mzima. Ampigia mikono, ampigie nini sasa? Juzi hapa watu wanachia ndoa, wana mimi nafurahi. Leo mtu mzima ndio anajeuri. Kwa nini uongo? Kwa nini uongo? Umsikilize mtu mzima na tukibeba sasa hivi. Kwa nini uongo sasa hivi? Huyu nimesema hivyo kwa sababu kama angekuwa ni wewe kwetu angekubali mikoba yanayosema nani? Babu yake. Wewe Rashidi, kwa nini usikubali mkoba mambo haya kaisha tu? Nashangaa. Hataki. Ninachosema wewe mkoba utauchukua. Na kama kweli wewe hutaki kuchukua mkoba, litakalo kupata shauri yako. Litakuhusu mwenyewe. Bora sisi mimi na familia yangu tujinusuru. Alhamdulillah. Na ni leo lile jua linakwenda kuzama lile. Shangazi, kama mimi namwamini Mungu na uwai kanipa Mungu, nimesema sitishiki. Na wewe mikoba sitaki. Niache. Wewe Rashidi, mkamate huko. Nenda. Mtizame vipi? Wewe unasema nenda kwa sababu nenda kula mikoba tu. Mpige mawe. Nitakupiga mawe sasa hivi bwana. Piga mawe wewe kasidi mno huyo. Umesikia vizuri? Nitakupiga jiwe wewe. Nasema hivi. Mimi nitabomoa jiwe sasa hivi na wewe. Mimi nasema leo kabla halijazama lile jua. Mimi nakwenda kule. Nakwenda zungumza kule. Litakalo mkuta wa Rashidi. Wewe halikuhusu, wala wewe halikuhusu. Mimi halinihusu. Huyu labda mabangi tutamuhusu yeye. Kwani wewe Mangube subiri kwanza. Ngoja mjomba Mangube mkuulize. Kinachokufurahisha wewe ni nini? Mimi litanihusu kama yeye haliwahusu mimi nitahusu kwa sababu yule ni kakaangu mimi. Mjomba. Unamwona Karashidi wewe? Ndio. Anaondoka, usiona alipopendeza? Anaondoka huyo. Na kila siku ndo tabia yake huyo. Ameshahangaika sana huyo. Lakini mimi nashindwa kuelewa. Lakini Karashidi, kwa nini unakuwa kama wewe ni mgumu wa kuelewa, unakuwa ni mkaidi? Kwani kuna shida gani kwamba wewe ukichukua ule mkoba anakuwa mganga? Kwani kuna tatizo gani? Yaani mimi sijajua hata kichwa chake nafikiria nini. Hivi mjomba, katika kichwa chako unafikiria kitu gani? Jambo dogo tu likusumbue akili. Hivi unamwona sasa hivi akili zake ziko vizuri kweli wewe? Kama angekuwa ni mtu mwenye fikra nzuri, angetumia busara, angepokea ule mkoba, akaendelea na shughuli zake kama kawaida. Mkoba ungekaa zake ndani, yeye angeonekana na shughuli zake tu za kawaida. Na ndio maana sasa anakuja kukwepa kitu cha maana ambacho hapa kijijini angeheshimika sana. Na kitu ambacho ninachomwambia Karashidi, kwa sababu yeye ni mkubwa, umeona? Mimi ni mdogo. Lakini mizimu imemtaka yeye ule mkoba achukue. Na hata marehemu baba, mimi nakumbuka kipindi hicho mimi nilivyo na akili, lakini alishakuwa na shida, anamfuatafuata sana baba. Wala si mgeni na mambo haya. Lakini sasa kitu ambacho nakishangaa ni kwamba yeye hataki kulisi mikoba. Sijui anachokitaka yeye nini katika ulimwengu. Na anapohangaika huyu kila siku anavyoenda. Alitoka mara ya kwanza. Akaja kutoka mara ya pili. Na kote anakwenda kote anazunguka. Anarudi pale pale nyumbani. Sasa hebu angalia mtu design hiyo. Anataka kuishi maisha gani? Mjomba, mdogo wangu. Nasikia. Nimeitika wito. Mjomba umeniita. Wito huu nimefurahi sana. Na nikajisikia amani. Ni kweli mimi nateseka sana na mkoba. Nimetoroka mara ya kwanza, imeshindikana. Nimetoroka mara ya pili ambayo ni mwisho ni jana tu. Nimezunguka usiku kucha.
Mimi nimekaa hapa kijijini miaka 40. Njia zote za hichi kijiji najua, mpaka unatokea wapi, unaingilia wapi, unatokea wapi baba najua. Lakini kwa siku ya jana usiku nimeshindwa kujielewa. Na hiyo ndio mizimu ya hapa kijijini. Hutaondoka hapa kijijini bila mkoba wewe. Sasa mjomba, mimi nimekuja mbele yako nikuombe, wewe ni mjomba wangu. Kwa mateso niliyopata, kiukweli nahitaji msaada wako. Naomba msaada wako kwenye sehemu moja. Mimi kiukweli kabisa kulisi mkoba, nipate umaarufu hapa mtaani, nipate umaarufu kwamba mimi ni gwiji, mimi mganga alwatani, mimi namiliki familia ambao watu wote wananiabudu mimi. Anaoabudiwa ni Mwenyezi Mungu pekee. Na umaarufu wa duniani mimi siuhitaji mjomba. Hivi kesho yangu kwa Mungu unajibu nini? Mjomba, naomba nikuulize swali. Hiyo pumzi unayovuta ni ya nani? Ni ya Mungu. Mdogo wangu, hiyo pumzi unayovuta ni ya nani? Hii pumzi mnayovuta mimi ni pumzi ya Mwenyezi Mungu ambaye ananipa uhai mpaka sasa hivi. Asante. Kwa unajua kwamba kuna Mungu? Ndio. Sasa mimi mjomba siwezi kumiliki vitu vya dunia wakati najua kesho kuna Mungu, kesho kuna kiyama. Ya kwa Mungu yatabaki kwa Mungu. Na haya hapa duniani ni lazima tuyaendeshe. Kwa sababu Mungu yeye ana mamlaka yake. Lakini pia binadamu tuna mamlaka yetu ambayo tunatakiwa tufanye. Mjomba nisikilize. Kaka Rashidi analeta ukaidi wake. Umeshanielewa? Ni jambo ambalo liko wazi. Sasa yeye tufanye hivi. Anataka atachukua. Hataki atauchukua. Kwa sababu kwa hali hii ambayo anaenda nayo yeye, kwa hali hii anaenda nayo yeye, hapa hakuna mswali mtume. Msimamo wangu utabaki pale pale. Rashidi, mkoba siwezi kuchukua mkoba. Ingekuwa masuala ya kimungu ningechukua. Sawa. Ingekuwa msalafu ningechukua, lakini sio ya bado unaniambia mimi nichukue mkoba. Asanteni. Kwaheri. Rashidi, unaona ubishi wake huyo? Rashidi, usije ukatoroka hapa kijijini, mkoba ule. Kutoroka siwezi, mmeshaniweza mjomba. Mimi kutoroka siwezi. Yaani nishakuwa zezeta hapa mjini, nasubiri nini? Sasa zezeta. Chukua mkoba ule, uachane na matatizo Rashidi. Achana na masuala ya kutoroka hapa kijijini. Ndugu wangu, yani nyie remote mmeshika nyie. Mimi mnanipeleka mbele, mnanirudisha nyuma. Asanteni, ila mkoba sichukui. Rashidi sikiliza. Yaani wewe unataka kutuangesha akili. Yaani unataka utamchukua, unataka kuchukua. Sasa hivi bwana anaelekea kule, anaenda wapi sasa hivi kule? Jana huyu ananiambia nilikuona unazunguka. Kwa nini mdogo wangu nashiriki? Nashiriki vipi? Unaniona kabisa unapozunguka usiku. Kwani usije kuniokoa usiku kucha? Ni kwa kweli ukaidi wako. Aha. Sisi tutakuhurumia ndugu yetu. Sasa hizi ungekuwa tayari uko baharini kule unavua, lakini una kazi ya kuzurura. Wewe mkoba utachukua huo. Nichukue mkoba. Wewe kakangu, lakini tunaheshimia sana. Haya, wewe udharau huu mkoba, wewe udharau huu mkoba, lakini Rashidi utafuta Angala ivoni aye lusema na de hayo nganga ntungu wanyanya ona ne nganga ntungu no amajeni ntungu wanyanya pelanga wo ganga sobai nanga kera wangu atikila kabalantiwo ndarute mantikila yoga. Dada. Yule msichana. Yule msichana mwangalie simu. Ndiye tena ndiye huyu. Kaja huku. We binti njoo hapa. Njoo twakuita. Njoo haraka, umekuja kwenye anga zetu, yani katufuata huku tunakotafutia mambo yetu. Mtoto hodari wewe, umekuja mpaka huku pia. Yani wewe ni hodari mzuri kweli yani. Hivyo wewe wajifanya wewe ndio nani hapa kijijini? Kwa mambo yote hapa umeyafanya kama wewe ndio aliwatani, si ndivyo? Utaondoka mji unaotaka. Mambo hapa kuyapata ya ndugu, ya jamaa, ya marafiki yote yanakuhusu na nini? Wewe unafuata moja tu la misalaba yako, hujafuata kwa watu kuangalia watu na nini. Umekuja kuswali, hujaambua kuangalia watu walivyobongoaje. Upo. Tena Rashidi achana naye. Nakupa dakika 3 tu. Achana Rashidi. Yaani sisi hatuna amani na hiki kijiji tangu umeingia wewe. Mara umekuja na Biblia, mara umekuja nani? Wewe wajiona nani? Wewe wajitafakari vipi? Yaani umetufuata mpaka huko tunakotafutia hizi dawa zetu.
Sikiliza, mziki uliouingia au sio? Huu ni ule mziki ambao unaitwa ule mziki wenyewe original. Sasa wewe ulichokitafuta umechonganisha, haya majeshi yatakuwa ni ya kwako, yatakufuata saa yote wakati wote. Jisikilize, jipatilize wewe mtoto, usiyesikia eti nimeshika Biblia eti hivi. Huu mziki wauweza wewe? Anda zako huko. Situchafulie hali ya hewa. Mwangalie vipi? Kwanza kwa ameshamimu. Mambo aliyoyafanya, kwa mambo anayoyafanya, kwa mambo atakayoyafanya, atabaki kuwa Mungu. Kwa mambo aliyoyafanya, kwa mambo anayoyafanya, kwa mambo atakayoyafanya, atabaki kuwa Mungu. Mimi ni mmoja wa familia. Naitwa Mangube. Na baba ameacha mkoba, lakini huu mkoba mbona ni kwa Rashidi tu peke yake? Kwani mimi ni nani? Na wakati mimi na Rashidi ni mtu na mdogo wake. Lakini shangazi, mama mdogo, wote wanatakataa mimi nisipachukue mkoba. Eti Rashidi amechaguliwa na mizimu kwamba anatakiwa kupewa mkoba. Kwani mimi ni nani katika hii familia? Sasa basi, endapo nitakapochukua mkoba kinguvu, hakika nitakachokifanya dunia itanishangaa. Nitaanza na familia yote mpaka naitelekeza. Nitaiteketeza yote. Nitaanza na shangazi. Shangazi anajifanya yeye ndio gwiji sana. Nikimalizana na shangazi nakuja na mama mdogo. Baada ya mama mdogo nitakuja na mjomba. Na hata babu pia ni miongoni mwao wote kuondoa duniani. Nitakapomaliza kuondoa duniani, basi nitaishi kwa furaha na faraja. Hakika ule mkoba nitaumiliki vizuri sana. Nitafanya kila ninalolihitaji katika ule mkoba. Mimi ndio Mangube Gimbi, mtoto wa mwisho katika familia. Sasa basi. Ule mkoba utanipa mambo mengi sana. Utanipa faraja sana. Utanipa utajiri wa wanawake. Kila mwanamke ninayemhitaji, basi naenda kuongea na mkoba. Kila mali ninayohitaji, basi nitaongea na mkoba. Hakika mimi ndio Mangube, mtoto ambaye niliachwa kipekee. Na kaka Rashidi, naomba asimamie msimamo wake ule ule na asiuchukue. Ni lazima nitatekeleza. Ni lazima nitauiba tu. Happy. Abe? Mimi najua mpaka sasa hivi tushafahamiana. Lakini mimi nina tatizo. Tatizo gani tena? Niko hapa kijiji ninavyoona kusema maisha yangu yatanyanyuka inakuwa ni ngumu. Na kwa vita ambao unaiona sasa hivi ya kukabidhiwa mimi uchawi, au niwe ni mlisi wa mikoba, au niwe mkubwa hapa kwa ajili ya kukoza nguvu za kichawi, siwezi. Mimi namuamini sana Mungu. Na shida moja, nina miaka 40 katika hichi kijiji, lakini uwezi amini, sioni njia, sioni chochote. Ambao najua nikitokea hapo, tokea Zanzibar. Nikichukua mtume natokea hapo, lakini sioni. Nikajua basi itakuwa ni usiku. Nikatoroka mchana. Kila niliko kwenda njia sioni. Sasa hii inanikadisha tamaa sana. Sana sana sana. Nashanga hata mtoto mdogo wangu ule Magube, naye naona kama ndio chanzo. Naye anajua harakati zangu zote. Kuna siku nimechoka nimerudi asubuhi naambia, niliwa tu. Yaani wewe utazunguka sana. Hapa ndugu yangu uondoke. Kwa hiyo huu uchawi sasa umeanza kumlisisha mpaka mdogo wangu. Na nahisi kabisa yule mdogo wangu naye ni mchawi. Kwa sababu anajua kila kitu changu. Lakini mpenzi wangu, maonekana una imani ndogo. Kama Mungu anafungua njia pasipokuwa na njia, kwa nini uwe na wasiwasi? Sio kwa familia yangu. Sawa, ngoja nikufanyie maombi ili uweze kufika salama. Si unaamini lakini? Naamini ndio. Naomba nikushike mikono endapo sijawahi kushika mikono yako, maana kwenye mikono yangu kuna spirit fulani hivi. Kwa kupitia mikono yako hiyo na Mwenyezi Mungu njia inapatikana. Sawa, sawa. Baba Mungu, muweza wa yote,
Mungu muweza wa yote, nasema asante kwa kuwa nasi muda kama huu, na mkabidhi mtumishi wako naomba muongoze Jehova. Tunavunja kila nguvu zote za giza, tunasambaratisha kila nguvu zote za maadui walizozitega juu yake. Baba, ukafunike damu yake Jehova, ukamfunike, ukambatane naye katika kazi zake anazoenda kufanya. Roho za uchawi zote nazivunja na zikasambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kila shetani yote aliyoko kijijini hapa Jehova, tunayaunguza kwa damu yako Yesu Kristo wa Nazareti. Maana ulisema tumepewa mamlaka ya kuua nge na nyoka. Hatuwezi kushindwa kitu chochote kusambaratisha Jehova. Tunatumia jina lako takatifu. Tunahitaji Mungu kaonekane juu yetu. Asante Bwana Yesu kwa kuwa utamuongoza na utamfikisha salama huko aleke yako. Mungu ulisema tumepewa mamlaka ya kuua nge na nyoka Jehova. Tunavunja na haribu na teketeza kwa jina la Yesu kila maagano yote yanayonuiziwa juu yake, na yakataa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Naomba ukampigane, ukamtetee Jehova huko aleke yako Jehova. Naomba ukafungue milango ya baraka juu yake ili tuweze kukutukuza jina lako takatifu. Maana ulisema katika kitabu cha Yeremia, Mungu hakuna jambo lolote usiloliweza. Baba, naomba ufungue milango yake ya baraka, ukamfungulie mlango Jehova kapate riziki ya kuweza kutolea zaka na shukrani. Asante Bwana Yesu kwa kuwa utakuwa nasi Jehova, kwa kuwa utakuwa naye pia na huko anakoelekea. Naomba nikishukuru haya machache, mengi nasubiri kwako. Ni katika jina la Yesu takatifu. Amen. Amen. Wakati nakuja hapa, wewe uliona haya maji? Mimi niliona. Uliona haya maji? We. Kabisa. Maji uliona? Wewe kwani ulikuwa unaona? Mimi hata sasa niko tayari kuondoka. Una uhakika ulichoniombea? Wewe nini? Kweli? Kuwa na imani. Kweli? Wewe aliyoyafanya kwa mambo anayoyafanya kwa mambo atakayoyafanya, atabaki kuwa Mungu kwa mambo aliyoyafanya kwa mambo anayoyafanya kwa mambo atakayoyafanya, atabaki kuwa Mungu. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Binadamu tunapita tu katika hii dunia, lakini binadamu wengi na tulikuwa wengi tunashindwa kubadilika na kumwamini Mungu wetu kwamba yeye ndiyo yeye, na yeye ndiyo mkuu katika hii dunia, na yeye ndiyo aliyeiumba hii dunia, na sisi binadamu wote Wewe mtoto jamani. Jamani, kama na watu lazima usikie. Kwani watafuta nini? Watafuta nini magumu jamani? Imekuaje? Subiri kwa. Kaangushwa na nini? Najua ndugu yangu. Ni hayo mabandi yao. Kachezea huo mnani hapo. Kayavuta mpaka imemkolea kweli kweli leo. Kuna nini? Ana nini kwani wewe? Kwani huyo ni hali kachezea pale nikaanguka hapo. Aha. Kile kitu ambacho yeye anakidharau sana, si ndio? Sasa alikuwa anasema anataka yeye. Anataka yeye achukue yeye badala ya kaka yake.
Sasa ameona moto wake. Jamani, mimi nitapata wapi samaki? Mwenye akienda baharini aletea samaki. Ndio kinachokuponzeni. Sema. Au samaki. Kwenye maarifa kwanza. Hadi hiyo. Mimi ningeacha itoke. Mwangalie atoka hivi. Ningeacha atoke itoke tu. Kwa maji makubwa kwa sababu pembe. Maana hamna dawa. Hii mizimu ya kwetu, mizimu ya Mang'ombe. Hawa ni watoto, huyu mtoto na kakake pia mtoto. Wana akili za kitoto. Na hayo mabangi yao na mapombe wanaojinywea ovyo yanawachanganya, wanachukua kila kitu ni cha mchezo tu. Mimi nimewaambia nikiwa babu yao, lakini wakanipuuza na nini. Sasa huyu alichokuwa anakuja fanya na nyinyi mizimu mmemuonyesha vile, nimefurahi. Lakini leo ninamuombea, msameheni, mzindueni, ili itakuwa ni funzo kwake. Lakini naomba basi muachie huyu, atakuwa tayari amekwishaona nini madhara ya dharau kwa wazee, nini madhara ya dharau ya mizimu. Atakuwa kishakoma pia. Kukoma pia kishakoma. Hebu mzindueni. Biblia sisi hatuiogopi. Leo tunataka tukuonyeshe kuwa sisi ni wakurungwa. Tunashukuru kijana, asante. Umekuja kunisaidia kazi. Wewe na Biblia yako leo tumekuja kukutekeleza. Tukufundishe kuwa sisi ni wakurungwa. Ndio kijana, asante kwa kunisaidia hii kazi.
Pole sana shoga yangu. Pole kipenzi. Na naamini utakaa sawa. Ila kiukweli, acha tu mimi nikwambie. Yaani wewe ulisimama sana na Bwana. Kwamba uliamini sana Biblia na ulimwamini sana Bwana. Kumbuka wale huyo Bwana unomwamini na wale wenzako wanamwamini huyo Bwana. Kiko wapi sasa? Nilishakwambia muda mrefu kuhusu masuala yale. Usifuatilie masuala ya watu. Achana nayo. Wale wa mama ni watu wabaya, wale wa mama wanaogopewa. Lakini we ulisema niko na Bwana, sijui niko na Yesu. Niko na Bwana, niko na Yesu. Huyo Yesu sasa hivi yuko wapi? Huyo Bwana sasa hivi yuko wapi? Hebu angalia sasa hivi unapata shida. Hauna nani nguvu yoyote. Mimi sina cha kukusaidia. Kwa sababu sina miujiza yoyote. Sina nguvu yoyote ya kukufanya wewe nikufanye mimi nikusaidie. Kama tunakaa tunaangalia hilo la Bwana, sawa? Tuangalie la Bwana, tuangalie la Yesu. Mimi sina cha kukusaidia shoga yangu. Mimi ninachokuombea upone tu basi. Mimi si mkaaji hapa. Nimekuja mara moja tu. Naondoka. Pita sivyo. Bali ni vya Bwana. Pia mbona naona imani yako imeshuka sana. Haitakiwi uwe na imani ndogo kiasi hicho. Sawa. Nisamehe sana kipenzi. Wala usijali, tuko pamoja. Sasa kama umeenda hospitali, umeenda kupima, alafu kuna matatizo mengi. Hivi unategemea nini? Hizo ni nguvu za shetani. Nisamehe sana. Basi, niangalie. Baba Mungu mwenye uwezo mamlaka yote, sina budi kusema asante. Maana umenipigania, ni majaribu mengi yamenitokea mimi, lakini kwa uwezo wako na nguvu zako umekuwa nami mfalme wa ajabu. Damu yako inanayo mema imekuwa nami usiku wa leo. Endelea kuwa nami mfalme wa ajabu. Navunja kila roho zote za mapepo, za mashetani, za matunguli, za mikoba zote zinazotumwa juu yangu. Nazisambaratisha kwa jina la Yesu. Damu yako inanayo mema ikatende kazi juu ya mitunguli inayotumwa nami Jehova. Kila wachawi, kila nguvu zote za giza zinaonenwa juu yangu, nazikataa kwa jina la Yesu, nazibomoa kwa jina la Yesu. Baba, nifunike na damu yako. Ulisema tukuite na utatuitika na utatuonyesha mambo makubwa. Baba, nakuita mahali hapa usiku wa leo, ukambatane na mimi ninapolala, ukanifunike na damu yako Yesu, mfalme wa ajabu. Sina budi kusema mambo mengi Jehova, bali sifa na utukufu nazirudisha kwako. Naomba nikishukuru ya machache Mungu, mengi nasubiri kwako. Ni katika jina lako takatifu. Amen. Mizimu yetu, mimi nimekuja hapa na mjukuu wangu. Tumekuja salimia, alafu tumekuja omba. Kuna watu wawili wagonjwa sana huko. Lakini kama tunavyojua, nyinyi mizimu huwa ndio mnatusimamia sisi kwa kila kitu. Kwa hiyo tumekuja omba wale watu, kama ni nyinyi mizimu, muachie wapone haraka ili waweze kuendesha maisha yao kama kawaida.
na wakipona haraka nitajua ni nyinyi kweli mizimu ndio mliokuwa mnawashikilia. Kwa hiyo chonde Wakurungwa, msikilize dua tunaloomba na ndokubalie. Na huyo mjukuu wangu naye ana matatizo madogo madogo, hapati kibarua, anapokwenda omba kazi afukuzwa. Kwa hiyo nataka na yeye apate kazi ili aweze kuangalia maisha yake na pia kuniangalia babu yake, nione raha. Ndio faida uju. Chonde, kwa leo mimi ni hayo tu. Pole sana. Asante, nashukuru. Unaendeleaje lakini? Naendelea vizuri kidogo, nashukuru Mungu kwa kweli. Kiukweli ule muda ambao tumeachana ambao ni jana, mimi nilifanikiwa kabisa kwenda mpaka stand kabisa, mpaka magari nayaona hayo. Lakini bahati mbaya sikubeba begi wala sikuwa na pesa. Sasa leo nikaja nikasema nimpigie huyu tuonane kwa ajili ya nikuage. Sasa kwa hali ambayo nilikukuta hii, hapana, mimi siwezi kuondoka. Unataka uache kwenda usafi? Siwezi kuondoka kwa kuacha katika hali nani anakudumia huko peke yako. Au anakuja kwa rafiki yako? Kama siku 3-4 hivi hajaja. Okay, pole sana. Asante. Pole sana. Basi bwana, nikupe pole. Asante. Na mimi bado uelekeo wangu ni ule ule. Na safari yangu mimi bado itakuwa pale pale, lakini siwezi kuondoka mpaka nihakikishe naendelea vizuri. Kwani mimi ndio nasababisha useme? Hapana, kwa hiyo mimi siwezi kuondoka na siwezi kusafiri. Ila kuondoka kutakuwa pale pale. Na katika mazingira ambayo yananishtua pale nimefika, japo na ficha. Wameficha, yani kama unanizunguka. Kuna tatizo pale nyumbani. Nazungumzia shangazi na mama mdogo. Nasikia hali zao sio nzuri. Ila na mimi sijaona nao kuanzia jana. Kwa kuanzia jana mpaka tunaamka mimi sijaona nao. Hivi yule ndugu yako Magube, si Magube, yupo mdogo wako? Yupo, anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri. Basi tuendelee kuombea, naamini ni mkono wa Mungu na. Amina. Basi acha mimi niende. Haya, asante. Ugue pole. Mungu akubariki. Haya, Mungu akubariki. Akupe uzima na urejee katika hali yako ya kawaida. Sawa, nashukuru sana, Mungu akubariki. Haya, asante sana. Asante. Haya, sasa hapa unapika kwa? Nikuletee nini? Yuko rafiki yako? Sitaki nilete. Kuna rafiki yangu analeta. Machungwa ya katazo nitaleta tu. Hata wa katazo nitaleta. Wazee wetu tunaumwa sie, mimi naumwa, bibi yangu anaumwa. Tumekuja hapa tusamehe makosa yaliyofanyika. Tumekuja kuomba hapa utusaidie, mizimu tusaidie, mababu ya mabibi utusaidie tukile matatizo haya tulokuwa nayo. Mimi najua kuna matambiko, na haya matambiko ndio yanayotuumiza kama mimi, yani hapa nilipo naumwa kupita maelezo. Sasa tumekuja hapa kuomba msamaha, na tumekuja naye kijana wetu hapa tumombe msamaha. Hawa ni watoto wa watu tu, sisi tumefanya kuolewa, basi msiwashikilie namna hiyo mnavyowashikilia, kwa sababu hawana kosa. Kama huyu hapa Mangube, yeye kazi yake ni kuvuta tu mabange, kufanya hivi, kwenda hivi. Na Rashidi yeye ni dereva, aendesha watoto wa watu wa shule. Kwa hiyo hao watoto wapeleke salamu salimini. Jamani, tumetubia, acheni kuwashika. Mimi leo nimekuja kuwashusha mgongoni, wasinifuate tena huko kwenye mwili wangu, kwa sababu sio watoto wangu hawa, ni mimi nimefanya kuolewa tu jamani. Yasinikute haya jamani, haya yasinipate jamani. Naombeni jamani, niko chini ya miguu yenu jamani, naombeni. Wewe ndio gwiji. Wewe ndio kila kitu. Mimi nishakwambia.
Nayemjua katika maisha yangu ni Mungu. Hii ngoma unaijua. Malizana naye. Sasa kaka Rashidi, wewe ndio mkubwa. Nishakataa mimi. Mapema kabisa. Kaka Rashidi. Sasa unaondokaje hapa? Hapo unaondokaje? Haya. Mame sanga zikagora kodi kagwa kale kuno. Ha mame mdodo na kagwa kodi. Hasbi ntende vivi. Naone ni chedo hano. Ntende vivi. Hano chiza he mizimu kuza kuomba hano. Mizimu selemela. Haya wose wa hano. Ntende vivi. Sikiliza. Wewe bwana ndio kaka mkubwa hapa uondoke. Hawa mpaka wajanyuki hawa. Mimi huwezi kudecha peke yangu kabisa. Mimi nitawasaidia, nitaomba kwa Mungu tu, sina kitu kingine. Na msaada ni yule binti. Mimi nakwambia yule binti tunamuita waombe utaki. Mnasema twende kwenye mizimu. Haya tumekuja kwenye mizimu. Haya nini sasa hii ngoma? Mimi siwezi. Zaidi ya Mwenyezi Mungu hapa mimi ndio nitaweza. Ukisema niombe hapa usikuomba. Turudi nyumbani tukamwete yule binti kama mtaki mimi sijui. Na nitaondoka kama unavyonijua. Kama nyanya kushangaza. Shangazi. Hai sana. Hai. Hano sichiza he mizimu hano. Mna na mizimu ilemela mna. Mungu nakujalie sana. Kwa mama shangazi. Mungu nakujalie. Twende. Watakufa kweli. Kwa mambo aliyoyafanya, kwa mambo anayoyafanya, kwa mambo atakayoyafanya, atabaki kuwa Mungu. Kwa mambo aliyoyafanya, kwa mambo anayoyafanya, kwa mambo atakayoyafanya, atabaki kuwa Mungu. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Mama mdogo, shangazi. Watu wanaumwa. Mama mdogo, shangazi. Umeona, angalia. Yalo, wangizidi wanaumwa. Jamani nini tena? Nasaidia jamaa. Upo tayari kuombewa? Upo tayari. Shangazi, mnaulizwa mko tayari kuombewa? Anti, shangazi. Upo tayari kuombewa? Haya, tuombe. Haya, tufumbe macho tuombe. Baba Mungu mweza wa yote, nasema asante kwa muda kama huu umeniita kwa mahali hapa Jehova kuja kuwafanyia ibada ya watumishi wako. Amen. Baba tunahitaji uwepo wako uwepo mahali hapa. Na kualika Roho Mtakatifu kashuke ndani yangu Jehova. Nikatende sawa sawa na mapenzi yako Yesu. Mimi ni chombo tu, wewe ndio mtoa neno. Naomba kawafungue Jehova kila vifungo vyote vilivyofungwa na ibilisi, na sambaratisha kwa jina la Yesu. Kila nguvu zote za giza na bomoa na sambaratisha, mfalme wa ajabu. Damu yako ikanene mema katika maisha yao Jehova. Mungu mweza wa yote, na kuhitaji mahali hapa Jehova. Angalia mama huyu, angalia mama yule, anakuhitaji kaonekane katika jina la Yesu, katika jina la Yesu kaonekane katika maisha yake, akawatumikia katika mafari ya Jehova. Mfalme wa ajabu, ulisema niite nasi tutakutikia na utaonyesha mambo makubwa. Tunakuhitaji mahali hapa. Tunavunja kila nguvu zote za giza zinazojiinua kati ya
mama hao Jehova. Tunavunja kila nguvu zote za maagano za mababu za mabibi Jehova, pande zote za mababa na mabibi Jehova. Tunasambaratisha kwa jina la Yesu kila maagano yote yanayotoka kwa mwovu shetani. Tunaziharibu mfalme wa ajabu, wakafanyike kiumbe kipya tena Jehova, wakukuamini kwamba wewe ni Mungu wa maisha yao. Baba, kuna jambo jipya chini ya jua ambalo linakushinda wewe. Yesu mfalme wa ajabu, tunakuhitaji Mungu, kaonekane. Mungu tubariki sisi wote tuliokusanyika hapa Baba, tukatende jambo jipya katika maisha yako Yesu, tuweze kuamini kwamba wewe ni Mungu wa mweza wa yote. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umeenda kuwapa afya njema Baba, katika jina la Yesu. Naomba haya machache mengi na yasubiri kwako katika jina la Yesu takatifu. Amen. Amen. Mamdogo. Mamdogo. Mimi nani? Yule nani? Shangazi. Mimi nani? Na yule. Asante mama. Amina. Mshukuru Mungu, mimi ni mwanadamu tu, siwezi kufanya chochote, bali tu ni Mungu tu anayetenda. Amina mchungaji. Ila usije kurudi tena. Unajua Mungu apende ujichanganye tena. Amina. Asante sana mchungaji kwa kuja kuniombea. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mchungaji, nashukuru. Nashukuru kwa upako wako mchungaji, nashukuru sana. Ndugu zangu, kwa kweli kwanza natoa shukurani za dhati kwa mkusanyiko wetu huu leo hapa wa familia. Ninachokusudia kuzungumza ni kwamba kuna mabadiliko ambayo nataka tuyafanye. Hapo zamani ama hapo awali tulikuwa na mizozo, ukorofi, mitafaruku mingi tu, tumekuwa tunazozana, na haswa kilichofanya tuzozane ni sisi wote kuwa na imani na kuamini mambo ya mizimu. Ndiyo ni mambo yetu ya kimila, lakini tumekuwa tukiamini sana hilo na tukasahau upande mwingine. Sasa nilichowaitia leo ndugu zangu hapa ni kwamba jamani, tumuabudu Mwenyezi Mungu, tumuamini Mwenyezi Mungu, tuamini kwamba Mungu yupo, na tupunguze ama tuondoe kabisa imani zetu za masuala haya ya kijadi ya kimila ya mizimu. Kwa namna moja ama nyingine, nasema napenda kumshukuru sana mjukuu wangu Rashidi kwa kweli kanisaidia, katusaidia sana. Yeye ndio aliyepelekea mpaka mimi kuwaita hapa kuwaeleza kwamba jamani, kuanzia sasa tuwe tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Wale Waislamu ibada misikitini, wale wengine wa misheni ibada kanisani, tukiwa haswa na imani kwamba Mungu yupo. Sadaka. Tukiwa na imani kwamba Mungu, na kweli Mungu yupo. Mungu aliyeumba mbingu ile na ardhi yupo, na ndio mwenye kutuumba sisi, mwenye kuumba kila kiumbe kilichoumbwa duniani. Kwa hiyo tafadhalini tupunguze imani ama tuondoe imani za kuamini mambo ya mizimu, miujiza hii, turudi upande wa Mwenyezi Mungu. Hilo ndilo nililowaitia leo ndugu zangu hapa. Nafikiri mmenisikia na mmenielewa. Shemeji, naomba kuuliza, haya mambo yetu tutafanyaje? Haya, ukisema mambo yetu pia hukosei, sababu ndio tumekuwa nayo mpaka hivi leo. Mpaka sasa hivi tunabadilisha imani kupeleka kwenye haki. Haya mambo tutatafuta njia yoyote nyingine ya kufanya, kwamba hatutakuwa karibu nayo,
kama tusiju tutarudisha huko au tutapeleka wapi, au kama sijui kama kutakuwa na mtu atakuwa na uwezo wa imani ya kuweza kuchoma na nini, lakini hatutakuwa nayo. Tunatakiwa tusiwe nayo. Hatuwezi kuwa na imani mbili wakati mmoja. Kwa kweli mimi imani ya Mungu ninayo toka awali nikiwa mdogo, lakini kuna mtu aliniongezea imani na nikaamini kwamba Mungu ndio kila kitu katika hii dunia. Sawa sawa. Sawa, asante sana. Kaka, mimi nataka kuuliza. Uliza. Kama mimi niliumwa. Ndio. Na yule aliumwa. Ndio. Leo hivi tu ukachomwe huu. Tutapona kweli sisi? Hebu angalieni, hatutapona. Hapana. Kwa sababu imani yetu itakuwa haipo kule tena. Itakuwa imerudi kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wetu muumba mbingu na ardhi na kila kilichopo duniani. Kwa hiyo sidhani kama kutelekeza ama kuachana na kitu kile basi ataturudia tena sisi. Vinginevyo kama hutakuwa na imani na Mwenyezi Mungu, ukarudisha imani yako kwenye mambo yale. Aswa kaka, hapo ndipo sasa hivi panapohitajika wote tumwabudu Mwenyezi Mungu. Sawa sawa kabisa. Shemeji, uliumwa sana. Dada, uliumwa sana. Mimi mwenyewe nilipata matatizo makubwa. Na tuliomba sana kwenye masuala haya ya mizimu. Ila hapakuwa na mafanikio yoyote. Tuliendelea kupata matatizo. Tumeomba Mungu na nini na hivi kidogo, alhamdulillah. Hivi kaka. Ndio umeamua kwamba hivi vitu virudishwe, tutapata shida sana. Tutapata shida sana ambapo sisi tushazoea haya mambo. Leo yarudi hivi. Mimi naogopa kuumwa. Msiwe na wasiwasi. Mungu ndo njia ya kweli na uzima ambaye anaweza kutufikisha mbinguni. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 1 anasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, walianguka chini. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa hiyo natamani kuacha Bwana kwa sababu ya hivi. Mimi nawashauri tu uamuzi mliochukua ni sahihi kabisa. Natakiwa tukaupige tuchome moto kabisa ili tuweze kwenda kuswali. Iwe msikitini, iwe kanisani, tumwabudu Mungu. Maana Mungu ndio kila kitu kwetu. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa sababu mmechukua uamuzi ulio sahihi. Na Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Binti kanikumbusha swala la Zaburi. Ninakumbuka nilisoma Zaburi zamani. Nilisoma hii Biblia. Zaburi 115 inaanzia mstari wa 4. Inazungumza kazi zao ni za mikono ya binadamu. Zina vinywa hazineni kwa vinywa vyao. Zina macho hazioni kwa macho yao. Zina mikono hazishiki kwa mikono yao. Zina miguu haziendi kwa miguu yao. Wazifanyao watafanana nazo siku hiyo ya mwisho. Sasa jamani, tumuogopeni Mwenyezi Mungu na tuamini kwamba kutakuwa na siku ya kiyama. Kwa maana tusije na sisi siku ya kiyama tukafanana na vitu hivi. Ni motoni moja kwa moja. Kwa hivyo jamani, tumwabudu Mwenyezi Mungu, tumuamini na tuamini kwamba Mungu yupo. Tuombe. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umekuwa nasi kwa muda wote huu tuliokuwepo hapa. Jina la Bwana libarikiwe kwa sababu umekuwa nasi. Bariki kila mmoja aliyeko hapa. Tunapoenda kuteketeza na kuunguza hivi vitu vilivyoko mbele yetu, ukaambatane nasi. Damu yako inenayo mema kanene nasi. Asante Bwana Yesu, tunaomba haya machache, mengi tunasubiri kwako. Ni katika jina la Yesu takatifu. Amen. 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 Sasa hivi vitu kama tutavirudisha kule
kama tutavitupa wapi ama vitachomwa, basi itakuwa hivyo. Lakini wa kufanya kazi hiyo ni yule bwana kule. Yaani swala la kuchukua huo mkoba kwangu mimi kwa sasa hapana, haiwezekani. Yeye alikuwa wautaka huu mkoba auchukue, yeye ndiye anayetakiwa uchukue. Uchukue uondoke nao. Hapana, mimi si uchukue. Si shangazi basi, acha mimi nauchukua. Mangube, kiberiti, unaubeba. Leta kiberiti. Atabaki kuwa Mungu kwa mambo aliyoyafanya, kwa mambo anayoyafanya, kwa mambo atakayoyafanya. Atabaki kuwa Mungu. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu milele yote. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Haleluya, kuwa Mungu milele yote. Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu anayotenda. Mungu atabaki kuwa Mungu. Kuwa Mungu milele yote. Haleluya. Kumbuka binadamu, tunapita tu katika hii dunia, lakini binadamu wengi na tulikuwa wengi tunashindwa kubadilika na kumwamini Mungu wetu kwamba yeye ndiyo yeye, na yeye ndiyo mkuu katika hii dunia, na yeye ndiyo aliyeiumba hii dunia, na sisi binadamu wote tunapita tu. Ninasema Mungu ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu milele yote. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Haleluya, kuwa Mungu milele yote. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu anayotenda. Mungu atabaki kuwa Mungu. Kuwa Mungu milele yote. Haleluya. Sisi binadamu ni maua tu, tuna mifano kama maua. Ua linapokuwa zuri, kila mtu analipenda. Binadamu yoyote anapozaliwa katika hii dunia, kila mtu anampenda.